Nianze. Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunayo siku njema tena siku ya leo, tunapoendelea kutafakari neno la Mungu, na kichwa chetu cha somo ni ufahamu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ufahamu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, na namna ya kuishi katika ulimwengu wa mwili, lakini huku unapata vya ulimwengu wa roho. Kuufahamu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Anayekuletea neno la Mungu ni mimi mtumishi wa Mungu. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi, wa huduma ya madhabahu ya Kristo. Na kwa wale wanaotaka kuwasiliana na mimi kwa njia ya ushauri, kwa njia ya maombi, lakini pia kwa njia ya sadaka zao, basi mtatumia namba za simu Vodacom 0768211785, 0768211785, na Airtel 0692893294, 0692893294. Kwanza tuombe. Baba, tunakushukuru tena, tuko mbele zako wakati huu katika majira haya. Tunakuja mbele zako kwa toba. Mimi ninaomba msamaha wa dhambi kwa ajili ya maisha yangu mwenyewe, lakini pia ninaomba msamaha wa dhambi kwa ajili ya mwenzangu anasikiza maneno haya. Ninaomba ututakase kwa damu yako Yesu Kristo. Ninaomba utuoshe kwa damu yako Yesu Kristo. Tunakuamini wewe, na ninamuomba Roho Mtakatifu wa Mungu, mwalimu wa kweli, kiongozi ambaye yuko pamoja nasi, anatusaidia katika maisha haya, atuongoze katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Mungu Baba, kwa kuwa wewe ni mwema. Yote haya tunayaomba katika jina la Yesu, amen. Wapendwa wana wa Mungu, nimesema nataka tutafakari kichwa cha somo, kuufahamu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, na kutumia fursa za ulimwengu wa roho tukiwa katika mwili. Na kitabu ambacho nitataka tukitafakari ni kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Narudia tena, Mathayo 6:9 na 10. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Jambo la kwanza ambalo napenda kufafanua, kwanza anaposema ufalme, nitafafanua hilo neno ufalme. Alafu anaposema jina lako, anasema jina lako litukuzwe. Tafsiri ya jina ni nini? Alafu ufalme wako uje. Alafu anaposema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani, hapa mwilini, kama huko mbinguni, kama huko rohoni. Kwa hiyo ufalme manake serikali, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Kenya, serikali ya Jamhuri ya Uganda, Republic of Kenya, Republic of Tanzania, Republic of Uganda. Kwa hiyo jamhuri. Kwa hiyo tunaposema ufalme wako uje, maana yake mfumo na mifumo yake yote ije. Kwa hiyo tunaposema hivyo, maana yake ufalme wake Mungu sio ufalme unaoongoza taifa letu. Ufalme wake Mungu sio ufalme unaoongoza taifa letu. Kwa maana nyingine, tunaweza tukawa na taifa, lakini Mungu hayupo katika taifa, yuko kwa mtu mmoja mmoja. Na wakati mwingine taifa linaokolewa kwa sababu ya Mkristo mmoja mmoja aliye na uwepo wa Mungu. Na Mungu kwa hiyo anazuia mambo mengi yasitokee kwa sababu ya Mkristo mmoja anayemcha Mungu, anayemwabudu Mungu. Unaona?
kwenye kitabu fulani, ngoja nikusomee kwamba mji unaweza kuokolewa kwa sababu ya mtu mmoja. Yeremia sura ya 5. Yeremia sura ya 5 mstari wa kwanza pale. Yeremia sura ya 5 mstari wa kwanza anasema, pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote, atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huo. Nami nitausamehe mji huo. Kwa hiyo wakati mwingine miji inapona kwa sababu ya mtu mmoja anayemwabudu Mungu, anayempenda Mungu, anayempendeza Mungu. Kwa sasa tunapotafakari maneno haya na tunapotafakari neno hili na pia kuomba, nataka muelewe sambamba na mafundisho haya, na ninalenga pia katika uchaguzi wa mwaka huu 2025. Ndio maombi yangu haya. Tunapomwomba Mungu Baba ufalme wake uje, ni sasa na kusema Mungu Baba, tunakuomba serikali yako ije. Na serikali inapokuja, inakuja kwa mfano serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mihimili mitatu. Kwa hiyo muhimili wa bunge, muhimili wa ikulu, serikali, na muhimili wa mahakama. Sasa na Mungu Baba pia kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika serikali yake. Kwa hiyo nachotaka uelewe ndio hiyo kwamba tunachotaka ni ufalme wa ulimwengu wa roho uingie kwenye ufalme wa ulimwengu wa mwili. Unaona? Sasa hayo ndio maombi ambayo tunaenda kumwomba Mungu, lakini pia nataka tutafakari. Ni kama kwa mfano kuna serikali ya Uganda. Unaweza kusema sasa katika kuomba kwako unasema naomba serikali ya Uganda ije Tanzania. Unaona? Na Tanzania pia kuna serikali. Na hiyo serikali ina mifumo. Serikali yoyote ina mifumo mbalimbali ya kutekeleza mambo yake. Kwa hiyo tunapomwambia Mungu Baba ufalme wako uje, kwenye ulimwengu wa roho kuna ufalme. Na ninaposema ufalme, una mifumo, una taratibu, una miongozo, una katiba, una viumbe ndani yake. Kwa hiyo ndio maombi. Sasa nimesema kuufahamu ulimwengu wa roho. Sasa ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho pia kuna mazingira. Nataka uelewe ulimwengu huu tuliopo, huu dunia hii tuliopo ni mwendelezo tu, ama ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kwa katika ulimwengu wa roho pia kuna milima. Katika ulimwengu wa roho kuna milima. Katika ulimwengu wa roho kuna mabonde. Katika ulimwengu wa roho kuna maeneo ambayo ni tambalale. Katika ulimwengu wa roho kuna majangwa. Unapouangalia ulimwengu huu wa mwili tulionao, kuna ulimwengu wa roho ambao pia umebeba taswira kama ulimwengu huu wa mwili. Ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana ni lazima kuelewa hayo, sura ya 21. Unaona? Sura ya 21. Ule mstari wa kwanza pale anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo kama sisi tuna mbingu na tuna nchi ama tuna dunia, sasa anasema akaona mbingu mpya. Kwake yeye anayeona aliona mpya, lakini kwa Mungu hii mbingu mpya na nchi mpya zipo katika ulimwengu wa roho, zimefichwa. Haya, tukienda kwenye hapo Ufunuo 21 mstari wa 10, akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa. Kwa katika ulimwengu wa roho kuna milima. Katika ulimwengu wa roho kuna milima. Ukienda Ufunuo 17 mstari wa 3, akanichukua katika roho hata jangwani. Akanichukua katika roho hata jangwani. Kwa lile jangwa aliloliona ni la ulimwengu wa roho, na huo mlima aliouona ni wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho pia
kuna milima. Ukienda Zaburi ya 87, Zaburi ya 87, tuangalie Zaburi ya 87 mstari wa kwanza. Anasema msingi wake upo juu ya milima mitakatifu, Bwana ayapenda. Mstari wa pili, Bwana ayapenda malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Msingi wake upo juu ya milima mitakatifu. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho pia kuna milima mitakatifu. Kwa hiyo haya mabonde na milima tunayoiona katika dunia hii ni mwendelezo wa ulimwengu wa roho. Unaona? Kwa hiyo sasa tunaposema Mungu Baba, ufalme wako uje katika taifa letu, ufalme wako uje katika kanisa, ufalme wako uje, nataka uelewe kabisa, ni kama kusema tunaomba serikali ya Marekani ije Tanzania. Sasa serikali ya Marekani ikija Tanzania, itakuja na teknolojia ya Marekani, itakuja na miongozo ya Marekani, itakuja na maisha, kama ni syllabus ya elimu ya Marekani, itakuja na kama demokrasia, itakuja na demokrasia ya Marekani. Ndio kitu ambacho tunaomba. Kwa hiyo tunapomwomba Mungu ufalme wake uje, tunamwomba kwamba mifumo ya mbinguni ije itusaidie katika mazingira yetu haya, na tunaomba huo ufalme uje kwa sababu huo ufalme uko bora zaidi mara nyingi kuliko ufalme wetu. Uongozi wao uko vizuri, utendaji wao wa kazi uko vizuri, miundombinu yao iko vizuri, na kila kitu cha kwao iko vizuri, na wameelimika. Ndio tafsiri yake. Kwa hiyo tunapomwomba Mungu Baba, tunamwomba hivyo ili atusaidie na ili atuongoze. Kwa hiyo hata kama wanafanya uchaguzi, basi vyombo vyao wanavyotumia katika uchaguzi viko vizuri. Kwa hiyo Yesu anapotuambia kwamba tumuombe Mungu Baba ufalme wake uje, lengo ndio hilo, ni kwa faida yetu sisi. Ufalme wa mbinguni utakuja na teknolojia ya kwake. Ufalme wa mbinguni utakuja na wizara za afya za kwake. Ufalme wa mbinguni utakuja pamoja na vifaa vya ulinzi vya majeshi vya kwake. Kila kitu kitakachokuja kitakuwa hivyo. Kwa hiyo ninachotaka uelewe ni hivyo. Lakini pia uko ufalme wa Ibilisi, uko ufalme wa Ibilisi, na wako watu huwa wanaenda kwa Ibilisi, na uko kuzimu nako pia kuna miongozo yao, kuna miundombinu ya kwao. Unaona, ukienda kuzimu nako, wanaoenda huko wanasema kuna miji na kuna serikali, kuna miongozo, na huko pia kuna mifumo ya kifedha ya kiuchumi ipo. Kwa hiyo sasa sisi maombi yetu ni kwamba katika ufalme wetu huu wa mwili tunamwomba Mungu Baba ufalme wake uje. Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa kwanza na wa pili, afu nitaenda mstari wa 8 na wa 9, afu nitaenda mstari wa 40. Kutoka 25 mstari wa kwanza na wa pili, mstari wa 8 na wa 9, afu nitaruka nitaenda mstari wa 40. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Mstari wa 8 na wa 9, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Mstari wa 40 anasema, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kwa hiyo Mungu Baba anataka kuja kukaa kati ya wana wa Israeli. Pale kwenye ule mstari wa 8 na wa 9 anasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Wanifanyie patakatifu ili pate. Alimchukua Musa akampeleka mlimani, na kule mlimani hakukuwa tena mlima kwa upande wa Musa. Hawa wengine walimuona amepanda kwenye mlima, lakini yeye mwenyewe alivyoingia kwenye lile wingu ndani, akaona yuko kwenye nchi tambalale. Halafu Mungu akawa anamuonyesha maskani ya mbinguni, akamwonyesha eneo moja tu, eneo la kuabudia, akamwonyesha hema ya kuabudia. Hicho ndio alichomuonyesha. Afa akamwambia, utakaposhuka chini ya mlima huo, utaenda kuwaambia hao watu wako hao watoe sadaka, watoe michango yao ya sadaka, na hiyo sadaka watakayotoa, nenda kajenge mazingira yanayofanana na hiki ninachokuonyesha mbinguni. Kama wanataka mimi nikae kati yao, basi watatoa sadaka, halafu watajenga mazingira kama haya. Kwa hiyo ile taswira aliyoiona Musa
kule mbinguni hajawahi kuiona mahali popote. Ni vigumu sana kwa sisi wanadamu kutengeneza kitu kitakachoweza kufanana na namna Mungu ametengeneza. Kwa hiyo Musa akakaa siku 40 kule, anafundishwa namna ya kuja kujenga hema, ambayo hiyo hema sasa itakuwa ndio ile kusema ufalme wako uje. Kwa hiyo walifanya kwa vitendo. Ukienda kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Waebrania sura ya 8, waraka kwa Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Basi katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Kwa kule mlimani alikoenda hakuwa mpweke, alikuwa katika uwepo, na akaonyeshwa maono ya hiyo hema, akaambia shuka duniani kaitengeneze. Unaona, ukienda sura ya 9, Waebrania 9 mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 12. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake siyo ya ulimwengu huu. Kwa hiyo kuna hema ya ulimwengu wa roho, haijafanyika kwa mikono, imefanyika kwa roho. Kwa hiyo tunaposema ufalme wako uje, maana yake ufalme wa rohoni wa Mungu uje, uingie kwenye mifumo yetu yote, uingie kwenye mamlaka zetu zote. Ufalme wako uje. Tunamuomba Mungu Baba afanye hivyo. Sasa kwa sababu kwenye Agano la Kale hawa watu wanaambiwa na Mungu, kama kweli mnataka mimi Mungu nije, basi mtatoa sadaka, na hizo sadaka mtazitumia kutengeneza mazingira. Na kwa hiyo ndio maana nilikuwa nasisitiza sana kwamba tunapomwomba Mungu, tumwombe Mungu kwa kutoa sadaka, tuweke sadaka. Unaona, na ikiwezekana unatoa sadaka kwa niaba ya mkoa uliopo. Kwa sisi wengine tunatoa sadaka kwa niaba ya mikoa yote. Na mikoa unalewa, unaombea Tanzania mpaka mikoa yote imekaa kichwani. Najua kabisa nikitaja Tanga, najua Tanga iko eneo gani na picha ya Tanga ninayo. Unataja Pwani, mkoa wa Pwani hivyo hivyo, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Simiyu, Kigoma, Mara, Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, Morogoro, Unguja, Pemba, Arusha, Kilimanjaro, alafu na Manyara. Hiyo mikoa yote, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa, Bahari ya Hindi. Unaona, sasa hiyo yote picha iko huko ndani. Kwa hiyo natoa sadaka kwa ajili ya hayo maeneo yote ninapomwomba Mungu, kuomba kwamba ufalme wake uje. Kwa hiyo tunapomwambia Mungu Baba tunaomba ufalme wako uje, maana yake mikoa iliyoko rohoni ije Tanzania. Na huenda hiyo ramani ya mbinguni, ukiangalia ramani ya Tanzania na ramani ya mbinguni ziko tofauti. Unaona, kwa hiyo sasa tunamwomba Mungu Baba mamlaka yake itawale katika taifa letu hili, na tunafanya hivyo kwa sadaka, kwa sababu alisema kule mwanzoni. Lakini ukienda kitabu cha Kutoka sura ya 20, Kutoka sura ya 20 mstari wa 24 na 25. Kutoka 20, 24 na 25. Utanifanyia madhabahu ya udongo, utatumia udongo, mavumbi hayo, mavumbi. Nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali itakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo utakapokujilia na kukubarikia. Nawe ukinifanyia madhabahu ya mawe, hutaifanya ya mawe yaliyochongwa, kwa kuwa ukiwa wewe umetumia chombo chako katika kuichonga, umeitia unajisi. Kwa hiyo Mungu anaagiza wana wa Israeli kwamba mtachukua udongo, na huo udongo mtautumia kujenga madhabahu, na hapo kwenye hiyo madhabahu ndio mtakuwa mnatoa sadaka zenu, na mimi Mungu nitashuka hapo hapo. Sio kama nyinyi mnifuate mbinguni, mimi nyewe fanyeni, kuna kitendo mnatakiwa mfanye, kitanileta mimi hapo.
Kwa hiyo unaweza kukuta kwa Tanzania nzima hii, ningeweza kusema wale watu wanaokutanika mwaka huu kwenye kongamano la Christopher Mwakasege Dodoma, wanaweza akachukua udongo kutoka kwenye maeneo wanaotoka kanda ya Ziwa, kwa mfano Mwanza, Mara na Kagera, wanaokuja kwenye kongamano Dodoma, wanaweza akachukua maji ya Ziwa Victoria, wanaweza akachukua na udongo wa maeneo wanayotoka, alafu wanaweza akachukua na mawe na jiwe. Unachukua yale mawe ya mtoni, lisiwe jiwe ambalo limetengenezwa limechongwa, liwe jiwe ambalo ni natural. Hata kama limechongwa, basi liwe limechongwa na volcano, lakini usilichonge kwa mkono wako. Unalibeba jiwe kama lilivyo, unakuja nalo Dodoma. Kwa wanaotoka Kigoma wanakuja na maji ya Ziwa Tanganyika, wanakuja na yale mawe, na wale wanaotoka Rukwa, Katavi na Simiyu ambao wanapakana na Ziwa Tanganyika wanachukua maji ya Ziwa Tanganyika, wanachukua udongo wa kule Kigoma na kila mahali, wanachukua na mawe, wanakuja nayo Dodoma kwa ajili ya maombi. Wanaotoka Mbeya, Ziwa Nyasa wanachukua huko, na wale wanaotoka Ruvuma, Ziwa Nyasa wanachukua maji, wanachukua mawe ya mtoni, wanakuja na udongo, wanakuja nao Dodoma. Kila mkoa, wanaotoka Pwani, wanaotoka Tanga, Pwani, Dar es Salaam, wanaotoka Lindi na Mtwara, wanaweza wakaja na maji ya bahari ya Hindi, afu wanakuja na udongo, wanakuja na mawe yanayotoka kwenye mto, wanaweza kaja na jiwe moja. Wanaotoka Dodoma hivyo hivyo nao, na Dodoma pia watachukua udongo. Watu wa Dodoma wanaweza kachukua udongo kwenye maingilio ya mji wa Dodoma, wakachukua barabara inayoenda Morogoro, barabara inayoenda Iringa, barabara inayoenda Manyoni, barabara inayoenda Kondoa, na eneo lote la Dodoma likawekwa kati. Unachukua udongo huko na unachukua mawe huko, na ikiwezekana wanachukua mawe 7 ya Dodoma kwenye engo zote za mkoa wa Dodoma, wanachukua mawe yale. Kwa hiyo sasa yale mawe ndio tunayakusanya. Ndio hicho kitu Mungu anasema hapa, utanifanyia madhabahu ya udongo. Sasa udongo wa Tanzania nzima utachukuliwa na kuletwa Dodoma, na mawe yatachukuliwa na kuletwa Dodoma, na maji maji. Unaweza ukachota maji kwenye mto, kama maeneo ambayo hayana maziwa wala bahari, wanachukua maji ya mto, wanakuja na hayo maji. Kwa nini nasema maji wanakuja nayo? Samueli wa kwanza, maji. Kwa hiyo utachukua vitu vitatu kutoka kwenye kila mkoa, unaona, unakuja navyo kwa ajili ya maombi. Mimi nakusomea tu mistari. Samueli wa kwanza ile sura ya 7. Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 5 na wa 6. Samueli akasema, wakusanyeni Israeli wote Mispa, nami nitawaombea ninyi kwa Bwana. Wakakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana. Wakafunga siku ile, wakasema, huko tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Ndio maana anasema chota maji ya Ziwa Victoria, chota maji ya Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa, bahari ya Hindi, afu tunakuja tunayamimina Dodoma. Lete ule udongo, tunaumimina Dodoma. Lete yale mawe, tunaweka Dodoma. Kwa hiyo katika maombi yetu Tanzania nzima inakuwa imewakilishwa. Tunaweza tukatumia hiyo, lakini pia unaweza kutumia ramani ya Tanzania, nao pia itatumika. Bendera ya Tanzania pia inatumika. Kwa hiyo ndio namna ya kuomba. Tunamuomba nini? Tunaomba uwepo wa Mungu uje. Kwa hiyo wale watu wote watakaohudhuria katika kongamano Dodoma, sio kila kitu unasubiri uambiwe na wanaoongoza kongamano. Wewe mwenyewe ukiwa unamtafuta Mungu atakuonyesha kitu cha kufanya. Kwa hiyo ndio maombi yetu. Sasa kwa hiyo ufalme wa mbinguni ama ufalme wa rohoni unaletwa na sisi wanadamu kwa njia ya kuabudu, kwa njia ya ibada. Sasa kwenye Agano la Kale Mungu aliwaambia kabisa wafanye vitendo vya imani kama ambavyo Musa aliambiwa afanye. Akaanza kujenga hema, akatengeneza sanduku la agano, akafanya vitu mbalimbali. Lakini katika Agano Jipya baada ya Yesu kuja, tunamwona Yesu anasema katika maombi yetu tuweke ombi kwamba ufalme wako uje. Hafu uje na mapenzi ya kwako Mungu Baba, yale mapenzi ya mbinguni. Kwa hiyo ndio maombi yangu ambayo natamani tuombe sasa. Tunamwomba Mungu Baba sasa kwa habari ya taifa letu. Tunamwomba kwamba ufalme wake utawale mifumo yote ya kitaifa,
mifumo yote ya kijamii, mifumo yote ya kiimani. Tunamwomba Mungu Baba hivyo, lakini tunapomwomba hivyo tunaanza kwanza kwa toba. Ukitaka ufalme wa Mungu uje, Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17 na Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Kwenye Mathayo 3 mstari wa kwanza na wa pili, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na Yesu naye alipoanza ibada yake, alipoanza huduma yake kwenye Mathayo 4:17, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Manake ufalme wa mbinguni upo, lakini kinachouzuia usidhihirike ni dhambi. Kwa hiyo mkitubu, basi ufalme wa mbinguni utadhihirika, utajifunua, utakuja kwenu. Hayo ndio maombi tunayotaka kumwomba Mungu Baba na tunayotakiwa kumwomba Mungu Baba katika majira haya. Kwa hiyo ninaposema kwamba ufahamu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, tafsiri yangu ni hiyo, kwamba tumwombe Mungu Baba ufalme wa rohoni, ufalme wa mbinguni utawale mifumo yetu hii. Tunamwomba Mungu hivyo kwa toba, tunamwomba Mungu hivyo kwa imani. Naona kwa hiyo ufalme wa mbinguni utakuja kwa sisi kuutaka kwa njia ya maombi, ibada. Ndio maana Mungu Baba kule mbinguni ambako Musa alienda, kuna majumba, nyumba, mitaa ni mizuri sana, kuna mji mkubwa sana, lakini Mungu alimpa Musa kwamba kitu kimoja kitakachoweza kusababisha mimi Mungu nije kwenu ni ibada. Kwa hiyo ninaomba tuwe katika hali ya kuabudu tu, kumwabudu Mungu. Tumtafute Mungu kwa njia ya ibada, tumpe Mungu Baba ibada, na mambo mengine yote yanayohusu taifa letu na maombi mengine yote ya uchaguzi na mahitaji mengine yote tuliyo nayo tutayapata, lakini kinachotumika kiroho ni ibada. Ibada ndio inayoleta uwepo wa Mungu. Na shetani pia, ambaye watu wengi wataenda kwa waganga mwaka huu, sio mwaka huu tu, miezi hii, yaani watu wanaenda kwa waganga, wengine wanapikwa. Nilikuwa nasema kuna mtu anasema mimi nimechemshwa kwenye pipa la lami ya kichawi. Kwa hiyo sasa wanajisifia hivyo. Ngoja nikuonyeshe kwenye kitabu cha Kutoka 32 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Na shetani naye akitaka kuja katikati ya watu, naye anataka ibada. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, akatufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyu aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao akasema, hiyo ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Mstari wa 7, Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Kwa na shetani naye alipotaka kuja katikati ya wana wa Israeli, naye pia alitumia sadaka za wana wa Israeli. Ndio wakatoa dhahabu, wakatoa na fedha zao na mali zao, halafu akatengeneza sanamu ya ndama, halafu akaanza kuabudu. Kwa hiyo mimi nataka tufanye ibada ya kweli kwa Mungu wa kweli katika jina la Yesu. Baba, tunakuja kwako tena, mimi pamoja na wenzangu wote tunakuja kwako tukiomba msamaha wa dhambi. Baba, ninaomba ututakase. Baba, ninaomba utuoshe. Tanzania hii wewe Mungu Baba unaitamani sana, lakini njia pekee ya kukuleta wewe katika mazingira yetu haya, katika taifa letu hili, ni kwa sisi kuabudu. Na Bwana Yesu alisema wewe Baba unawatafuta watu watakao kuabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ninakuja kwako pamoja na wenzangu wote. Ninatamani kabisa Bwana ufalme wako utawale ufalme wa serikali yetu hii ya Tanzania katika jina la damu ya Yesu. Natamani wewe Mungu uliye roho utawale taifa letu hili. Na taifa letu hili linakuja kukuambia Bwana Yesu ya kwamba taifa letu lina mihimili mitatu:
kuna muhimili wa bunge, kuna muhimili wa ikulu na muhimili wa mahakama. Haya yote ndio yanayoendesha taifa hili Bwana, na haya yote ndio yanayobeba mwongozo wa taifa hili. Na kwa hiyo sisi tunakuja kwako kuomba serikali yako ya mbinguni iingilie kati serikali hii ya kwetu. Na katika serikali hii yetu Bwana Yesu, napenda kusema kabisa, tunaishi katika mikoa mbalimbali, tuko makabila zaidi ya 120, tuko watu wengi zaidi ya milioni 60 ambao hatuhesabiki. Baba, tunakuja kwako katika jina kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema zako na fadhili zako, lakini pia ninaomba ufalme wa mbinguni utawale taifa letu hili. Na taifa letu hili lina mipaka iko ndani ya bahari ya Hindi, na mingine iko ndani ya ziwa Victoria na ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Na Baba, taifa hili lina milima mirefu, na watu wa taifa hili Bwana walio wengi sana, makabila 120, wengine wanaabudu miungu wanaoijua wao. Ni taifa ambalo limesema kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo wako wanaoabudu miungu wanaoijua wao, wako watu wanaoabudu uganga, wako watu wanaoabudu ushirikina, wako watu wanaoabudu mambo mbalimbali. Baba, ninakuja kwako katika jina kwa damu ya Yesu. Taifa hili haliamini kuhusu uchawi, ingawaje watu wake wanafanya uchawi. Kwa hiyo ninakuja kwako Bwana, ninaomba msamaha wa dhambi, ninaomba utakaso, ninaitia damu ya Yesu kwenye kila mkoa, kuanzia mkoa huu ambao mimi nipo na mikoa mingine yote. Baba, ninahitaji mbele zako, ninaweka watu wako wote mikononi mwako. Ninaomba Baba ukatawale taifa hili, naomba uingie kwenye mifumo tulio nayo. Tuna wizara mbalimbali Bwana Yesu ndani ya taifa hili. Iko wizara ya elimu, wizara ya afya, iko wizara ya sayansi na teknolojia, elimu ya juu, ziko wizara mbalimbali, wizara ya ulinzi, wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje, ziko wizara nyingi sana katika taifa hili, na viongozi wako mbalimbali. Na katika mikoa kuna watawala wa mikoa, wakuu wa mikoa, wako wakuu wa wilaya, wako wakurugenzi wa mikoa, wakurugenzi wa wilaya. Baba, tunawaleta wote mikononi mwako. Mchakato wote wa taifa hili tunaomba Roho Mtakatifu uingilie kati. Lakini mwaka huu Bwana Yesu, wako watu wengi wataenda kwa waganga kutafuta uchawi ili wapate vibali vya kuchaguliwa kuwa madiwani na wabunge. Wote hao Bwana tunawaleta kwako, tunaomba rehema zako na fadhili zako. Na wako wengine hata baada ya kupata ubunge wataendelea kutafuta uchawi ili wapewe ngazi za uwaziri ama umakamu wa waziri. Hayo yote tunaleta kwako Bwana Yesu. Tunaomba upiganaji huu uwe katika fair ground, kwamba wako wanaoamini uchawi na uganga, wako wanaomwamini ibilisi, wako wanaompenda ibilisi. Na sisi tunakuja kwako Bwana, tuko ndani ya taifa hili, tunaomba ufalme wako utawale, kama ambavyo Elia alisema, Mungu yule atakayejibu kwa moto, huyo na awe ndio Mungu. Na sisi ndicho tunachokitaka Bwana, ujidhihirishe kwamba wewe ni Mungu juu ya Tanzania yote, ujidhihirishe kwamba wewe ni Mungu ndani ya Tanzania, ujidhihirishe kwamba wewe ni Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba, tunakuomba hivyo, tunakushukuru hivyo, tunakutaka hivyo. Wewe ndiwe Mungu wetu na Bwana wetu, katika jina lako takatifu Bwana Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Ubarikiwe na Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, mimi niliyekuletea somo hili na maombi haya ninaitwa Christian Mwabukusi, na huduma ambayo mimi naitumika ndani yake inaitwa Madhabahu ya Kristo, Christ Altar Ministries. Kwa hiyo ukipenda kuwasiliana na mimi, basi namba zangu za simu kama nilivyosema mwanzo ni 0768211785, 0768211785, na Airtel 0692893294, 0692893294. Mungu Baba ninayemwabudu kwa moyo wa kweli na bila hila, akubariki, akuinue, akuongoze. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo ninakuombea hivyo, amen.